vijana na wahudumu wa bodaboda wamefurika barabarani mjini Embu na kulemaza shughuli za usafiri na biashara wakisherehekea ushindi mkubwa wa mgombea wa chama cha DCP Sami Douglas Kamau Waweru kwenye uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalau. Wakati huo kiongozi wa wachache katika bunge la kitaifa Millie Odhiambo amefichua kuwa kushindwa kwao katika uchaguzi wa Olkalau kulitokana na kiburi kilichoonyeshwa na viongozi wa serikali jumuishi walioongoza kampeni hiyo. But in broad-based, I will say the right things. If we had been listened to, we wouldn't have even lost Olkalau. We would not have lost Olkalau because one of the things that I've been told is that we are taking the public for granted. We are very arrogant as leaders. We don't listen to people. We do not know what people are going through. People are suffering. The next government will not be formed through bribery. It will not be formed through goonism. It will not be formed through violence. It will not be formed through force. It will be formed through a clear development agenda. And the right development agenda is one that brings Kenyans together. And this is the reason why. This is the reason why we in the ODM party have taken a position that we shall advance the agenda of the broad-based government. Tunasherehekea ule ushindi ambao ulipatikana pale Nyandarua Olkalau constituency, na tunamwambia pongezi yule Kamau. Yule Douglas Kamau ametimiza, yeye ndiye mbunge wa kwanza wa chama chetu cha DCP. Na tutakaa nyuma ya kiongozi wetu yule ambao walimimpeach Rigathi Gachagua. Tutakaa nyuma yake hadi mwisho. Pale wale vijana wa pale Olkalau waliweza kuchunga ile kura ya Olkalau, and the will of the people of Olkalau eventually prevailed. Tunataka kuwashukuru sana watu pale Olkalau vile walijitokeza kwa wingi na wakaamua ya kwamba hii serikali wakati wao umepitwa na wakati wao umekwisha.